Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu kwa kuaminiwa na wananchi na kuchaguliwa tena kuiongoza nchi yetu kwa kipindi kingine cha miaka mitano kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi aliopata unadhihirisha imani ya wananchi kwake na tunazidi kumwombea afya njema aweze kutekeleza majukumu yake na kuleta maendeleo kwa maslahi ya taifa letu. Pongezi hizi pia zimfikie Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile nimpongeze Mheshimiwa George Boniface Mbachawene mbunge kwa kuteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi na Mheshimiwa Denis Lazaro Rondo mbunge kwa kuteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Naendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu awape busara, hekima ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wa Tanzania. Maafisa askari na watumishi wa askari, katika mwaka 2025 Jeshi la Magereza limeweza kutekeleza majukumu yake ya msingi na maelekezo mengine ya serikali kwa ufanisi na tija. Ufanisi katika utekelezaji wa majukumu haya unatokana na mchango mkubwa wa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan katika kuliwezesha jeshi kwenye nyanja mbalimbali. Lakini tumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza watumishi wote wa Jeshi la Magereza kwa namna mlivyojitoa kutekeleza majukumu yetu kwa upendo, umoja, ushirikiano na mshikamano. Na tathmini ya jumla inaonyesha kuwa tumeweza kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi licha ya uwepo wa changamoto na mapungufu kadhaa ambayo yalisababisha kwa namna moja ama nyingine kufikia malengo. Salamu zangu za kuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026 zitajikita katika kuelezea mafanikio yaliyopatikana kwa mwaka huu tunaouaga, mapungufu na mwelekeo wa jeshi kwa mwaka ujao 2026. Na kwa mwaka huu 2025 jeshi limeweza kutekeleza mambo mbalimbali kama ifuatavyo. Eneo la uhifadhi salama wa uhalifu, tumeendelea kutoa hifadhi salama kwa wafungwa na mahabusu ambao wamekuwa wakiletwa magerezani kwa mujibu wa sheria, sambamba na kutoa huduma za msingi kulingana na hali halisi ya upatikanaji wa huduma hizo. Na jambo kubwa zaidi, idadi ya wahalifu imeendelea kupungua kulinganisha na uwezo wa magereza uliopo. Na kwa takwimu za jana tarehe 30 Disemba 2025, kumekuwa na jumla ya wafungwa na mahabusu 23,886. Idadi hii iko chini ukilinganisha na uwezo wa magereza yetu ambao tuna uwezo wa kuhifadhi jumla ya wahalifu 29,902. Na kupungua kwa idadi ya wahalifu pamoja na mambo mengine kumetokana na ushirikiano mzuri uliopo baina ya vyombo vya haki jinai vikiwemo mahakama, jeshi la polisi, idara ya uhamiaji, ofisi ya taifa ya mashtaka na wadau wengine muhimu ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika kushughulikia mashauri au kesi za wale ambao wanahifadhiwa magerezani. Na kwa takwimu zilizopo hivi sasa, hakuna mahabusu wa kesi za mahakama za mwanzo katika magereza yote nchini. Na hili limewezekana baada ya Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, kuelekeza mahakama za mwanzo kote nchini kuhakikisha kuwa mahabusu wote wenye kesi kwenye mahakama hizo wanapewa dhamana au wanajidhamini wenyewe na pengine mashauri yao kumalizika
kufika kwa wakati. Na maelekezo haya kama mtakumbuka aliyatoa baada ya kufanya ziara yake ya kwanza, na hii ilikuwa ni ziara ya kwanza aliyofanya nje ya muhimili wa mahakama baada ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais na kuapishwa kuwa jaji mkuu. Na hii ziara alifanya Gereza Sanga, ilikuwa tarehe 10 Julai 2025. Hatua hii imesaidia kupunguza msongamano katika baadhi ya magereza na kupunguzia serikali gharama za kuhudumia mahabusu hapa. Na kwa ujumla hali ya magereza yote nchini ni salama na hakuna changamoto zozote zile za kiusalama. Kuhusu programu za urekebishaji, miongoni mwa majukumu ya msingi ya jeshi ni kuandaa na kusimamia programu za urekebishaji wa wafungwa. Na jukumu hili limekuwa likitekelezwa kupitia utoaji wa mafunzo rasmi, shauri nasihi, huduma za kiroho, michezo na burudani, lakini pia kuwapa stadi za maisha kwa kuhusisha kwa kufanya kazi mbalimbali zikiwemo kazi za kilimo, mifugo, ujenzi, viwanda na utunzaji wa mazingira. Na kwa mwaka 2025 jeshi limefanikiwa kuzindua mwongozo wa urekebishaji ambao utatumika katika kutekeleza programu za urekebishaji. Nakumbuka kwa miaka mingi tumekuwa tukitekeleza haya majukumu bila kuwa na mwongozo, lakini tukadhani ni vyema sasa tukaandaa mwongozo ambao utatusaidia katika kutekeleza majukumu haya kikamilifu. Lakini kwa lengo la kurahisisha utekelezaji wa mwongozo huu, zipo nyaraka ambazo zimeandaliwa, ziko 4 ambazo ni pamoja na jalada la mfungwa. Tumeboresha jalada la mfungwa au kwa lugha nyingine inaitwa Prisoners Record Form, PRF namba 1. Kuna fomu ya siri ya taarifa za matibabu ya mfungwa, fomu ya tathmini ya mfungwa na usimamizi wa kesi, lakini pia fomu ya ufuatiliaji baada ya kifungo. Nyaraka hizi ziko kwenye mapitio ya mwisho. Alimweleza kamishna wa sheria na uendeshaji wa magereza baada ya kuwa mwongozo umezinduliwa tuandae hizi nyaraka kwa ajili ya kurahisisha utekelezaji. Aliandaa timu imekamilisha uandaji wa hizi nyaraka, tunafanya mapitio ya mwisho. Muda si mrefu baada ya kujiridhisha tutazituma vituoni sambamba na mwongozo, ili sasa mwongozo ule uanze kutumika katika jukumu la urekebishaji. Lengo ni kuleta ufanisi zaidi kwenye utekelezaji wa hili jukumu. Na mwongozo huu ukienda vituoni ni lazima tuandae mafunzo ya namna gani ya kutekeleza kwa ufanisi. Aidha, jumla ya wafungwa 73 wamehudhuria mafunzo ya ufundi katika chuo cha mafunzo ya ufundi stadi kilichopo Rwanda Mbeya, huku kukiwa na wanafunzi wengine 66 ambao wanaendelea na mafunzo katika chuo hicho. Vilevile wafungwa 9 wamepata mafunzo ya elimu na ujuzi kupitia gereza la Wami Vijana Morogoro, huku kukiwa na wafungwa 68 ambao wanaendelea na mafunzo Wami Vijana. Kuhusu swala la urasimishaji wa ujuzi uliopatikana kwa njia ya mfumo sio rasmi wa mafunzo kwa mwaka 2025, jumla ya wafungwa 370 wamefanyiwa tathmini kwa ajili ya kuandaliwa vyeti vya kutambuliwa ujuzi wao na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi na Stadi VETA. Na hapa nikumbushe tu kwamba tayari wafungwa 201 walishafanyiwa tathmini na walikabidhiwa vyeti vya ujuzi kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kipindi hicho. Pia kwa kushirikiana na Chuo cha Uhasibu Arusha katika kipindi cha mwaka 2025 tumeweza kufanikisha mafunzo ya ujasiriamali na stadi za biashara kwa jumla ya wafungwa 209 na 176 miongoni mwao tayari wamepatiwa vyeti, hafla iliyofanyika gereza Arusha. Jeshi limekuwa likitoa ushauri wa namna ya kukabiliana na kuzuia uhalifu nchini kwa kushiriki katika vikao vya kamati za usalama kuanzia ngazi ya wilaya hadi ngazi ya taifa. Aidha, tunaendelea kubadilishana taarifa na uzoefu na vyombo vingine vya ulinzi na usalama.
Vilevile jeshi limeshiriki katika mafunzo na operesheni mbalimbali za ndani na nje ya nchi, ambapo jumla ya maafisa na askari 22 wameshiriki operesheni mbalimbali kwa mwaka huu tunaoanza 2025. Kwenye eneo la matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani ICT, mwaka 2025 jeshi limeendelea kuboresha mfumo wa utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka na kuimarisha matumizi ya mfumo wa ofisi mtandao, yani e-office kwa ofisi za makao makuu, na tayari tunaendelea na ukamilishaji wa hizo zoezi. Baada ya hapo tutaanza kwenda vituoni. Aidha, tumefanikiwa kuunda mfumo wa ajira wa jeshi la magereza Tanzania ambao kitaalamu wanaita Tanzania Prison Service Recruitment Management System. Mfumo huu wa ajira umetumika kwa mara ya kwanza katika kutuma, kupokea na kuchakata maombi ya ajira za hivi karibuni, ambapo vijana 1564 kwa sasa wapo chuo Kiwila kuanza mafunzo. Haya ni mafanikio ambayo pia tunayapata, na kabla ya hapo walikuwa wanawasilisha maombi yao kwa barua, lakini kwa sasa tumetengeneza mfumo na maombi yote wanayowasilisha kwa njia ya mfumo, na mfumo unachakata kuanzia hatua ya mwanzo mpaka hatua ya mwisho ya kupata wale ambao tunawahitaji kwa ajili ya kujiunga na jeshi la magereza. Pia tumeendelea na matumizi ya mahakama mtandao kwenye baadhi ya magereza, ambapo wafungwa wamekuwa kusikiliza mashauri yao wakiwa magerezani badala ya kupelekwa mahakamani. Kwa takwimu zilizopo hadi sasa, kuna jumla ya magereza 75 yenye vyumba na kutoa huduma ya mahakama mtandao. Vilevile tumeanza matumizi ya mfumo wa kuhifadhi na kuchakata taarifa za wahalifu, yani Prison Inmate Management Information System, ambapo kwa sasa tuko katika hatua za uingizaji wa taarifa za wahalifu kwenye mfumo kwa gereza kuu Isanga Dodoma kama kituo cha majaribio, na baadaye tutaendelea kwenye magereza mengine. Na hivi juzi nilikana kuwa sehemu ya ICT na tukakubaliana, kwa sababu gereza kuu Isanga tayari tushatengeneza mfumo, na kwamba ili kwanza mfumo lazima kuwe na gereza zaidi ya moja. Nimelizia mapendekezo yaliyoleta tuweze kutengeneza mfumo huu gereza kuu Karanga, hatimaye ukikamilika tuanze matumizi ya mfumo, baadaye tuendelee katika magereza mengine. Hali kadhalika tumeendelea kutumia mfumo wa uwasilishaji wa nyaraka za watumishi wanaohitimisha utumishi wao kwa sababu mbalimbali kupitia mfumo wa kidijitali wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma. Mfumo huo unawezesha watumishi waliostaafu kulipwa mafao yao kwa wakati. Sambamba na hayo, tunaendelea na uwekaji wa mifumo ya ulinzi na usalama magerezani ya CCTV cameras inayokwenda sambamba na ufungaji wa mashine za ukaguzi, na tayari tumeweka ile za Ukonga, Keko na Karanga. Kwa upande wa huduma za afya, kwa mwaka 2025 tumeweza kutoa huduma bora za afya kwa watumishi, wafungwa, mahabusu pamoja na jamii inayotuzunguka kwa ufanisi kwa kutumia vituo vya afya au zahanati zilizo katika maeneo yetu. Aidha, tumefanikiwa kusimika mfumo wa kielektroniki wa uendeshaji wa hospitali vituoni GoForMis, na taarifa nilizonazo, jumla ya zahanati 120 tayari tumefunga mfumo wa ukusanyaji wa mapato unaitwa GEPT. Lakini tunaendelea na uboreshaji wa hospitali kwetu jeshi Ukonga. Pia tumeendelea kuhakikisha upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na dawa kwa ajili ya wafungwa na mahabusu waliopo magerezani. Lakini pia tunaendelea na kazi ya ujenzi na upanuzi wa zahanati katika magereza mbalimbali yakiwemo Mtimba, Kaliwa, Mpanda, Ukerewe, Kionda, Masasi, Kingurungundwa, Same, Mgagao, Mpwapwa na Mahindi. Ukamilishaji wa zahanati wa magereza ya Ruangwa, Ushona, Magu, Sumbawanga, Kambi Chumvi na Mleba, pamoja na usimikaji wa mfumo wa usalama wa kielektroniki katika vituo vya afya na zahanati zetu. Ili pia
pia tunaendelea na ujenzi wa hospitali ya kanda ya jeshi iliyoko eneo la Msalato, na jana kama sio juzi nilitoa maelekezo mchakato wa manunuzi ya vifaa uanze, kwa sababu tulipata fedha kwa vyanzo vya ndani zaidi ya shilingi bilioni 350. Daktari na wataalamu jana nataka ile jengo kwa ajili ya madawa likamilike haraka ili tuanze matumizi ya hospitali yetu iliyoko hapa Msalato. Upande wa maslahi ya watumishi kwa mwaka 2025 tumefanikiwa kulipa posho na mazingira magumu ambapo watumishi wote kwa maana ya maafisa na askari sasa wanalipwa posho hii ambayo mwanzoni tulikuwa hatulipwi. Lakini malipizo ya mishahara kwa watumishi 269 na watumishi 223 madai yao bado yanashughulikiwa na yao katika hatua mbalimbali. Aidha, maafisa na askari 2221 wamepandishwa vyeo mbalimbali na 2030 wanahudhuria mafunzo ya kupandishwa vyeo ambao wameripoti hivi karibuni. Vilevile tumeshughulikia mafao ya kustaafu kwa maafisa na askari wastaafu idadi 234. Kwa mwaka 2025 tumefanikiwa kununua magari 16. Kati yao magari 11 ya Toyota Land Cruiser Hardtop yamepelekwa vituoni na kuanza kutumika, lakini pia tumefanikiwa kuendesha mafunzo kwa maopereta 239 na ununuzi wa vifaa vya mawasiliano ya masafa mafupi na masafa marefu. Eneo la habari na mawasiliano kwa umma, jeshi limefanikiwa kuimarisha mawasiliano na habari kwa umma kupitia njia mbalimbali ikiwemo vyombo vya habari na kurasa rasmi za jeshi la magereza katika mitandao ya kijamii, lakini pia majarida. Lakini tumezindua mkakati wa mawasiliano wa jeshi, communication strategy, ambao ni wa miaka 2. Hapa niwatake wataalamu wetu wa habari kuwa wabunifu na kuongeza kasi ya kuihabarisha jamii kuhusu jeshi la magereza, hususan kwenye shughuli mbalimbali zinazofanywa magerezani, zikiwemo shughuli za uzalishaji na zile za urekebishaji wa wafungwa. Tutumie mkakati huu, lakini pia tutumie uwepo wa sehemu hii kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali kwa umma, kuelimisha jamii ili jamii iweze kutuelewa zaidi, lakini pia kuona namna gani ya kushirikiana nao katika majukumu yetu ya msingi ikiwemo jukumu la urekebishaji wa wahalifu. Kuhusu shughuli za dawati la jinsia, kwa mwaka 2025 dawati limeweza kushughulikia mashauri mbalimbali ambapo kati ya mashauri 188 yaliyopatiwa, mashauri 7 pekee ndiyo yaliyopelekwa mahakamani. Hii mashauri mengine tuliweza kuyashughulikia na kuyahitimisha. Pamoja na hilo, jeshi limefanikiwa kuzindua mpango mkakati wa ujumuishwaji wa masuala ya kijinsia jeshini. Hapa nitoe rai kwa watumishi wote wa jeshi la magereza kukemea na kupinga vikali matukio ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba vitendo hivi havitokei, isiwe jukumu la dawati tu. Kwenye eneo la madeni, kwa mwaka 2025 serikali imelipa jumla ya shilingi milioni 262.58 ikiwa ni madeni ya watumishi na huduma. Lakini tunatambua uwepo wa madeni ya watumishi, madeni ya wazabuni na madeni ya huduma, na jumla ya deni la shilingi bilioni 108 limehakikiwa tayari, ambapo deni la watumishi ni bilioni 65.2, wazabuni bilioni 30.6 na huduma bilioni 12. Madeni haya tunaendelea kuyafuatilia mamlaka za juu ikiwemo hazina ili kuhakikisha kwamba serikali ikipata fedha basi madeni haya yaweze kulipwa. Tumefuatilia kwa karibu sana. Binafsi nimekutana na baadhi ya viongozi wa juu, lakini kamishna wa fedha na mipango na timu yake wamekuwa wakienda hazina kuifuatilia kuhakikisha
kwamba haya madeni ya watumishi na madeni mengine yanalipwa. Na imani serikali ikipata nafasi, ikipata uwezo, basi madeni haya yaweze kulipwa. Na natambua kuna staff pia wanadai. Juzi nadhani nimeona kwenye kipande cha gazeti na yomwe mandani. Na staff wanalalamika kwamba na madeni ya muda mrefu yalikuwa na serikali, wamekuwa wakifuatilia. Hii namna ya kukumbusha uongozi pamoja na kwamba approach waliotumia pengine ya kwenda kwenye vyombo vya habari si approach sahihi zaidi, lakini bado tunakumbushwa kama viongozi wote endelea kufuatilia haya madeni serikalini. Binafsi naendelea kufuatilia, kamishna mwenye dhamana hiyo pia wataalamu wetu ili kuhakikisha watumishi wote ambao tunadai madai mbalimbali, basi haya fedha ikiruhusu tuweze kulipwa sambamba na wastaafu. Kwenye eneo la uzalishaji wa mazao kwa ajili ya chakula cha wafungwa na mahabusu, tumeendelea kuchangia bajeti ya chakula cha wafungwa kwa mazao yanayolimwa vituoni, lakini pia fedha za miradi ya ubunifu zinazopatikana na tunatumia kwa ajili ya kununua chakula cha wafungwa na mahabusu na kulisha magerezani. Na kwa mwaka 2025 mazao yenye thamani ya jumla shilingi bilioni 1.9 yametumika kwa ajili ya chakula cha wafungwa na mahabusu, na hii kuanzia Julai hadi Novemba. Tumie fursa hii kuwapongeza wakuu wa magereza wa mikoa na wakuu wa vituo vyote nchini kwa jitihada ambazo wamekuwa wakizifanya za uzalishaji wenye tija na kuchangia utoaji wa huduma ya chakula kwa wafungwa na mahabusu magerezani. Hii inachangia katika kupunguza mzigo wa serikali katika kuhudumia wafungwa magerezani. Eneo la hoja na uandaji wa hesabu, tunaendelea kupata hati safi katika taarifa za ukaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Hili nipongeze watendaji wote ambao wamechangia kwa namna moja ama nyingine, tuendelee kupata sifa hii ambayo tunaendelea kuipata. Eneo la utafiti na takwimu kwa mwaka 2025, tumeendelea kuimarisha ukusanyaji wa taarifa mbalimbali na kuzitunza kwa matumizi ya ndani na nje ya jeshi, lakini pia kuandaa viashiria vya takwimu vitakavyotumika kubadilishana taarifa au data kati ya ofisi ya takwimu na jeshi la magereza na kuunganisha katika kitu kinachoitwa Tanzania Integration Statistics Portal, na hii kwa kushirikiana na ofisi ya taifa ya takwimu na mamlaka ya serikali mtandao. Vilevile tumeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika eneo la takwimu kama vile jeshi la polisi, ofisi ya takwimu na mamlaka ya serikali mtandao kupitia miradi ya pamoja, ikiwemo kushiriki katika maandalizi ya ripoti ya makosa ya jinai na ajali za barabarani ya mwaka 2024 na kwa kipindi cha Januari hadi Juni kwa mwaka 2025. Eneo la mipango na bajeti, tumefanikiwa kuandaa maandiko ya miradi ya maendeleo, maandiko yako 9 ambayo yamewasilishwa Tume ya Mipango na Wizara ya Fedha kwa ajili ya kuomba kupata fedha za utekelezaji wake. Lakini pia tumeandaa nyaraka mbalimbali zitakazowezesha kuanzishwa kwa kitengo cha tathmini na ufuatiliaji. Vilevile tayari tumeanza maandalizi ya bajeti ya jeshi la magereza kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Hapa tusisitize katika maandalizi yanayoendelea ya bajeti, wataalamu wetu kuzingatie swala la vipaumbele katika utekelezaji wa majukumu yetu. Tunapofanya maandalizi, tunayo mahitaji mengi, lakini tujikite zaidi kuangalia tunadhani ni maeneo gani yape kipaumbele kulingana na fedha zitakazokuwa tumetengewa. Huduma za sheria kwa kushirikiana na Wizara ya Sheria na Katiba, tumeweza kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa sheria, maafisa mapokezi na maafisa urekebu wapatao 290
kutoka vituoni, na haya yalifanyika mjini Morogoro. Aidha, tumekamilisha mapendekezo ya marekebisho madogo ya sheria ya magereza sura ya 98 na tayari tumeiwasilisha wizarani kwa hatua zaidi. Eneo la usimamizi wa adhabu mbadala kwa mwaka 2025, jumla ya wafungwa 436 walitolewa kwa utaratibu wa kifungo cha nje, yani EML. Wafungwa 438 walitolewa kwa utaratibu wa huduma kwa jamii, yani community service, na wafungwa 5823 wamenufaika na msamaha ambao ulitolewa na Mheshimiwa Rais, na baadhi yao waliachiliwa, lakini wengine wanaendelea kutumikia sehemu ya vifungo vilivyobaki. Kwa upande wa Bodi ya Taifa ya Parole, tumefanikiwa kufanya vikao jumla 3 vya kujadili wafungwa waliopendekezwa kunufaika na utaratibu huo, ambapo jumla ya wafungwa 407 waliweza kuachiliwa kwa mpango wa parole. Huduma za parole zimeendelea kuimarika na kunufaisha idadi kubwa zaidi ya wafungwa ikilinganishwa na wafungwa 112 ambao walinufaika kwa mwaka 2024. Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya magereza. Kupitia bajeti ya maendeleo, jumla ya shilingi milioni 103.5 zilitumika kufanikisha upimaji wa maeneo 10 ya magereza ambayo ni Mpimbwe, Katavi, Sidi Farm na Bustani Urambo Tabora, sehemu ya gereza Idete Morogoro, Kambikwamba na Kiruru Tanga, Shamba Kinambeu Singida, Shamba Chikuyu na Wamikuu Morogoro, pamoja na kambi Kilosa. Hatua hizi zimeimarisha usimamizi wa ardhi na kuweka msingi wa upangaji endelevu kwa matumizi bora ya ardhi. Sambamba na hilo, tumefanya ulipaji wa fidia kwenye baadhi ya maeneo ikiwemo Elemela kwa awamu ya 2, iko Mwanza, Rorya, Mara, lakini pia Kaliua, Tabora. Jeshi limefanikiwa kupata hati miliki 30 za maeneo mbalimbali ya jeshi, na hatua hii inalenga kuzuia uwepo wa migogoro ya ardhi kati ya jeshi la magereza na majirani wanaotuzunguka. Katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati, tumeendelea na ukarabati wa magereza ya Ukonga, ukarabati unaendelea, lakini pia gereza Keko ukarabati unaendelea, sambamba na kuendelea na kazi ya kukamilisha ujenzi wa magereza ya Kilosa, Morogoro na Karatu, Arusha. Na hii niendelee kusisitiza, tayari fedha tulishapeleka, vifaa vimenunuliwa kwa ajili ya ukamilishaji wa magereza. Sasa ni ufuatiliaji wa karibu kuhakikisha kwamba yanakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa ili yaweze kutumika kama yalivyokusudiwa. Lakini pia tunaendelea na uendelezaji wa nyumba mbalimbali za kujitolea vituoni. Mfano tu gereza Kaliang'ombe, mfano ujenzi wa zaidi ya nyumba 12 kwa njia ya ubunifu. Lakini tumepeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha nyumba 5. Na juzi tumefanya ziara kule, maana kazi nzuri inaendelea, na jeshi itaendelea kuona namna gani ya kuwezesha maeneo mengi zaidi katika ukamilishaji wa nyumba ambazo zimejengwa kwa njia ya ubunifu. Kwenye eneo la kuchimba visima, tayari tumeendelea na uchimbaji wa visima kwenye magereza ya Gairo, Morogoro na gereza la Majani, Mtwara, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa upatikanaji wa maji safi na salama. Aidha, tunaendelea kuimarisha ustawi wa askari kwa kukamilisha nyumba za makazi zilizojengwa kwa njia ya ubunifu. Gereza Kongwa na fedha tulipeleka pale kwa ajili ya kukamilisha nyumba, lakini pia gereza Magu na gereza kuu Arusha. Lakini pia tumekamilisha ujenzi wa ukumbi wetu wa mikutano ambao uko pale barabarani, na uwanja wa gwaride ambao hivi karibuni ukumbi na uwanja wa gwaride tulitumia kwa ajili ya kuaga wenzetu waliostaafu. Lakini pia tunaendelea na ukarabati na ukamilishaji wa ukumbi
au bwalo lililopo pale eneo la Ukonga. Nimepita hivi karibuni, kazi nzuri inaendelea. Tunaendelea kujitahidi kuhakikisha kwamba ule ukumbi unakamilika, ili tukiwa na matukio makubwa ya jeshi, tukiwa na shughuli za jeshi, basi badala ya kwenda maeneo mengine tuweze kutumia maeneo ya kumbi zetu, lakini pia kukodisha na kuwa chanzo cha mapato. Eneo la kilimo, mifugo na mazingira, mwaka 2025 tuliendelea kuimarisha uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Hapa zimelimwa jumla ya ekari 7,926 za mazao mbalimbali yakiwemo mahindi, unga, maharagwe, korosho, alizeti na mazao mengine, na tulifanikiwa kuvuna jumla ya tani 2,905. Lakini pia tumepokea mitambo na zana za kilimo ikiwemo matrekta 7 na zana zake, hadi combine harvester 1, maize combine harvester 1, boom sprayer 1, multi-crop planter 2, rice transplanter 2, rotavator 2 na oil mill 2. Tayari zana hizi na vifaa hivi vingi vimekwisha kwenda vituoni kwa ajili ya shughuli zilizokusudiwa. Hapa tunaendelea sana kushukuru serikali kwa kutuwezesha katika zana hizi, lengo likiwa ni kuongeza uzalishaji kuelekea kujitosheleza kwa chakula. Kuhusu utunzaji wa mazingira, tumeendelea kutekeleza kikamilifu maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Hapa kwa kweli niwapongeze RPOs wote, wakuu wa magereza na watumishi wote wa Jeshi la Magereza, na kwamba magereza yote nchini tumekwisha achana na matumizi ya kuni na sasa tunatumia nishati safi. Kilichobaki sasa ni kuendelea kuboresha mazingira ya majiko yetu ili yaendane na matumizi ya nishati ambayo tunaitumia magerezani. Aidha, kupitia ushirikiano na REA, watumishi 5,768 wamenufaika na majiko ya mitungi ya gesi. Hili sisi lengo ni ile kuachana na matumizi ya kuni na kuwa na nishati safi. Mitungi tuliyopewa tuweze kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Sio kama umepewa mtungi, una gesi, una jiko, lakini bado unaenda kuchukua kuni kwa ajili ya kupikia. Hapa ule mtungi lengo lake ni kwamba tuachane sana matumizi ya kuni au nishati chafu, ili tuweze kujikita matumizi ya nishati safi. Vilevile kwa ushirikiano na TAF tunaendelea na miradi ya ufugaji wa nyuki, vitalu vya miche na upandaji wa miti, ambapo tumepanda jumla ya miti 1,143. Ili mwaka 2025 tulifanikiwa kupata mazao yaliyopatikana na miti na yaliingiza fedha kiasi cha shilingi milioni 690, na fedha hizi zilichangia shughuli mbalimbali vituoni, ikiwa ni ujenzi wa nyumba na shughuli nyingine ambazo zimekuwa zikitokeza zinahitaji matumizi ya fedha, na hii imesaidia sana katika kupunguzia mzigo bajeti au tegemezi wa serikali. Eneo la mafunzo ya ndani na nje ya jeshi, tumefanikiwa kuzindua mitaala mipya 10 ya mafunzo kwa maafisa na askari, na mitaala hii tayari imeshaanza kutumika katika vyuo vyetu, na kuna jumla ya askari 158 ambao wamepewa vibali mbalimbali vya kwenda kusoma kwa kutumia mitaala hii kwa ngazi mbalimbali, na ngazi ya astashahada, stashahada na shahada. Lakini pia mitaala hii mpya kwa mara ya kwanza inaanza kutumika kwenye mafunzo ya awali chuo Kiwira, na askari wanafunzi 1,564 watakuwa kwanza kwa ajili ya kutumia mitaala hiyo mipya. Lakini kuna jumla ya wakufunzi 103 wakiwemo 71 ambao mafunzo yao yalifanyika chuo Kiwira wamepata mafunzo ya kuwajengea uwezo wa namna ya kufundisha kwa kutumia mitaala hiyo, na mafunzo hayo yalisimamiwa na wenzetu wa NACTVET.
Aidha, maafisa na askari 642 wameweza kupewa vibali vya kujiendeleza katika taaluma mbalimbali katika vyuo vya ndani na nje ya jeshi. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa ofisa, tunawajengea uwezo wa askari ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kuwa na tija na kuleta ufanisi zaidi ndani ya jeshi. Vile jeshi limeweza kuingia makubaliano ya kitaaluma na taasisi nyingine kama kituo cha uhasibu Arusha, nadhani sote tulikuwa mashuhuda, taasisi ya elimu ya watu wazima na VETA. Mashirikiano hayo yamesaidia kutoa mafunzo mbalimbali kwa maafisa na askari na wafungwa katika nyanja za ufundi stadi, biashara na ujasiriamali. Kuhusu ushiriki kwenye misheni za Umoja wa Mataifa, imeendelea kushiriki kwenye misheni na kupeleka maafisa katika baadhi ya nchi ili kufufua mifumo ya magereza katika nchi hizo. Hadi sasa tunao maafisa jumla 2 walioko mmoja Sudani ya Kusini na mwingine yuko Somalia. Vile vile tunao jumla maafisa na askari 19 walioko nchini Ushelisheli ambao wanatumika kwenye shughuli za ulinzi na uendeshaji wa magereza nchini humo. Aidha, kwa mwaka 2025 Tanzania ilikuwa mwenyeji wa mikutano ya SADC na jeshi la magereza ilikuwa mwenyeji wa mikutano ya magereza na taasisi za urejevu za wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, na mikutano hii ilifanyika jijini Dar es Salaam ambapo jeshi la magereza Tanzania bara ilikuwa mwenyekiti. Kuhusu michezo na utamaduni, timu zetu teule zimeshiriki katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi. Timu za mpira wa wavu wanaume na wanawake zilishiriki kwenye mashindano ya klabu bingwa ya taifa ya Taifa Cup, ambapo timu ya wanawake ilishika nafasi ya kwanza na kuchukua ubingwa na timu ya wanaume walikuwa washindi watatu. Kwa upande wa mpira wa pete netball, timu yetu ilibuka kuwa mshindi wa 2. Na timu ya mpira wa mikono handball wanaume ilishiriki mashindano ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, yani Nyerere Cup, na ligi ya mkoa wa Dar es Salaam na kuwa mshindi wa kwanza, hivyo kupelekea kupata medali na vikombe. Vile vile timu zetu za mpira wavu wanaume na mpira wa miguu zilituwakilisha katika mashindano ya SADC Games 2025, na mashindano haya yalifanyika mwezi Agosti 2025 nchini Namibia na kufanikiwa kupata medali za ushindi wa 2 kwa mpira wa wavu na ushindi wa 3 kwa mpira wa miguu. Na hili kwa kweli tumeweka historia. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa ajili ya kutuma timu kwenda kushiriki mashindano mbalimbali hasa haya SADC nje ya Tanzania. Hapa niendelee kuwapongeza na kuwashukuru wana michezo wote au timu zote ambazo zimekuwa zikituwakilisha vyema na kulitangaza vizuri jeshi la magereza kwenye medani za michezo. Upande wa shirika la magereza, shirika la magereza lilifanikiwa kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula, ambapo kwa upande wa zao la mahindi jumla ya tani 3,300 zimezalishwa tofauti na tani 2,700 zilizozalishwa mwaka 2024. Lakini pia shirika limefanikiwa kununua trekta 7 na hizo trekta zimepelekwa vituoni kwa ajili ya kuongeza uzalishaji kwenye miradi ya shirika. Hili shirika limekuwa likitekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi na ukarabati wa baadhi ya majengo, ikiwemo jengo la ofisi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ofisi za TAKUKURU Shinyanga na kiwanda kipya cha bidhaa za ngozi Kilimanjaro. Shirika limeendelea na ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Morogoro na ujenzi wa uzio pamoja na vigingi vya mipaka kwenye vituo 6 vya taa. Lakini shirika limefanikiwa kutoa gawio kwa serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 100 kwenda mfuko mkuu wa serikali. Lakini kwa kweli tunashukuru sana shirika, tumefanikiwa pia kutoa shilingi milioni 100 ambazo zimeletwa kwa ajili ya uendeshaji wa jeshi la magereza. Pia wametoa shilingi milioni 43
kwa ajili ya kuidhamini timu yetu ya Tanzania Prison Service, na fedha hizi zinatumika kwa ajili ya kulipa mishahara kwa baadhi ya wachezaji. Lakini jeshi lilifanikiwa kufanya maadhimisho ya miaka 64 baada ya uhuru, yaani Magereza Day. Maadhimisho yalifanyika mwezi Agosti 2025. Na katika maadhimisho haya zilifanyika shughuli mbalimbali vituoni, zikiwemo shughuli za kijamii, michezo, burudani, na pia kulikuwa na mabanda ya maonyesho ambayo yalikuwa pale chuo TCTA. Na hapa nitoe pongezi kwa maafisa wote waliokuwa magereza, lakini maafisa askari na watumishi raia kwa namna ambavyo mlijitoa katika kushiriki kwenye haya maonyesho yalifana, maadhimisho yalifana, na kwa kweli yamesaidia sana kulitangaza jeshi kwenye jamii. Pamoja na mafanikio hayo, lakini bado yanaendelea kujitokeza baadhi ya mapungufu, baadhi ya dosari ambazo kwa namna moja ama nyingine zimeathiri ufanisi katika utekelezaji wetu wa majukumu. Baadhi ya mapungufu hayo ni la kwanza ni utovu wa nidhamu. Bado umeendelea kuwa na utovu wa nidhamu kwa baadhi ya maafisa, baadhi ya askari, baadhi ya watumishi wenzetu. Utovu wa nidhamu katika utekelezaji wa majukumu ya kazi hususan za kijeshi kwa kweli kuna athari kubwa sana. Baadhi yetu tumeendelea. Hili nimekuwa nikiongea hata kwenye mabaraza ya vituoni, turudi kwenye mstari, tuachane na matendo ya utovu wa nidhamu. Na popote yanapojitokeza matendo ya utovu wa nidhamu, tuchukue hatua stahiki kwa wale wote ambao wanatenda matendo ya utovu wa nidhamu. Ya matumizi ya mitandao. Kila kitu kina faida zake, lakini kikitumika vinginevyo tatizo linakuwa kubwa. Bado kuna matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii. Na hapa nitoe angalizo sana. Mengi yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Mengine hayana taswira nzuri, mengine hayana picha nzuri, mengine hayana mwelekeo mzuri, lakini unakuta askari mnasema tafsiri yake ni kwamba unaunga mkono ile iliyozungumzwa. Wengine tunafuata mkumbo tu. Tuwe makini sana na mitandao. Tuwe makini sana hasa nyakati hizi. Simu hizi nzuri sana. Mitandao ni mizuri sana kama unatumia vizuri. Lakini ukitumia vinginevyo madhara yake yanakuwa makubwa sana. Kama jeshi tunayo malengo ya mwaka ujao 2026. Na baadhi ya malengo ambayo tulipanga kuyatekeleza ni pamoja na kukamilisha marekebisho ya sheria ya magereza ambayo niligusia tayari. Mapendekezo yake tunayawasilisha mamlaka za juu, lakini pia kuandaa kanuni mbalimbali zitakazowezesha utekelezaji wa sheria hiyo, lakini pia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mazao ya chakula. Tumejiwekea malengo tutoke tani 2,089 hadi tufikie tani 8,179, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya serikali ya kujitosheleza kwa chakula. Na hili mkuu wa divisheni husika tumempa maelekezo apite mikoani, apite vituoni. Na lengo la kupita vituoni, la kwanza ni kuangalia vituoni tumejipangaje kuhusiana na uzalishaji wa mazao ya chakula, kozi na mazao mengine. Vituoni tumejipangaje, mikakati yetu ikoje, lakini kwa pamoja timu yake na timu ya vituoni waweze kujadiliana kwa pamoja, kuangalia changamoto ni nini, wasigeuze zile fursa, ili kuhakikisha kwamba ile mikakati tunaiweka kwa pamoja, tunakubaliana kwa pamoja, ili tuweze kuisimamia na kuweze kujitosheleza kwa chakula. Uwezo tunao, uwezo upo kabisa. Hapa kinachokosekana pengine ni nia ya dhati, ni udhubutu. Safari hii kwa kweli kama jeshi tunataka tufike mahala hata kiongozi unaweza kusimama ukasema jeshi limetekeleza maelekezo ya serikali na sasa tumezalisha kiasi fulani, tunajitosheleza kwa kiwango kikubwa kama 100%. Kwa hiyo tumejiwekea malengo hayo na tayari mipango inaendelea. Kwa hiyo sote kwa pamoja tuongeze
maisha kwa wingi na kuweza kulisha wafungwa na mahabusu waliopo magerezani. Lakini pia natarajia kuongeza upimaji rasmi wa maeneo ya magereza kutoka maeneo 342 hadi maeneo 393. Ili tutaendelea kupima maeneo yetu kwa awamu mpaka atakapokamilika, na lengo ni kuwa na umiliki katika ardhi ya jeshi la magereza, na hii itasaidia kutatua changamoto za migogoro ya ardhi. Hii pia tutaendelea kulipa fidia kwenye maeneo ya Chamwino Dodoma, Busega Simiyu, Nyang'hwale Geita na Liwale Lindi. Tutaendelea na ukarabati wa gereza Ukonga, ukarabati umeshaanza, tutaendelea nao. Hivyo tunapanga kufanya ukarabati gereza Isanga, Kirungu Mtwara na Uyui Tabora. Tunaendelea na kazi ya ukamilishaji wa ofisi ya mkuu wa magereza mikoa ya Songwe, tulipita juzi, kuna kazi inaendelea vizuri, lakini pia Geita, pamoja na kuendelea na ujenzi wa magereza ya Kaliua, Sarato na Kingo-Mungundwa. Tunaendeleza jitihada za uchimbaji wa visima virefu magerezani, ili pia tumelenga kwa awamu hii Kamisinga iliyopo Singida na gereza Matongo Simiyu. Ili pia ukarabati miundombinu ya karakana ya ufundi gereza Wami Vijana Morogoro, kuendelea na jitihada za ujenzi wa nyumba za makazi kwa ajili ya ubunifu. Lakini kuna baadhi ya wakuu wa magereza wamefanya vizuri, lakini baadhi bado wanasinzia. Tutaendelea kuhimizana na kupeana maelekezo, njia moja kubwa ya kuhakikisha kwamba tunakabiliana na upungufu wa makazi ya watumishi. Ili pia tunatarajia kufanya ununuzi wa magari 17. Kati ya hayo magari ya utawala 24, magari ya mahabusu 7, lakini na pikipiki ambazo zitatumika kwa ajili ya shughuli za parole idadi 31. Aidha, tutaendelea kutengeneza na kuhudumia magari yaliyopo ili yaweze kuendelea kusaidia katika shughuli mbalimbali za uendeshaji wa jeshi. Kwa mwaka 2026 tutaanza kutoa huduma ya kusafirisha mahabusu kwa mkoa wa Mbeya. Takumbuka tangu tunaanza zoezi la kusafirisha mahabusu kutoka magerezani kwenda mahakamani na kurudi magerezani, kwa miaka yote tulikuwa tunatekeleza kwa mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Arusha, mkoa wa Pwani na sehemu ya mkoa wa Dodoma. Lakini safari hii mkoa wa Dodoma tumekamilisha wilaya zote ambazo zilikuwa zimesalia, na sasa malengo ni kwamba mwezi Januari, na kamishna alitoa maelekezo katikati ya mwezi Januari, ili zoezi la kusafirisha mahabusu tuanze mkoa wa Mbeya. Tayari tumeshapeleka mabasi mapya 2 na kuna pickup moja nimeelekeza itoke Somera iende kule. Kwa hiyo zoezi hili kwa mkoa wa Mbeya itaanza mwezi Januari, ili baadaye tuendelee hatua kwa hatua kwa kadri ambavyo tutakuwa tunapata vifaa hususan magari kwa mikoa mingine. Tutaendelea na jitihada za kutoa mafunzo mbalimbali kwa watumishi kwa lengo la kuwajengea uwezo zaidi katika kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Japo ambayo nimeshatoa maelekezo tuyaandae ndani mwezi Januari, lakini mengine yametoka kukamilika hivi karibuni. Bado jitihada zipo kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafanyika kadri hali inavyoruhusu. Tutaendelea kuboresha maslahi ya watumishi, ikiwemo kufanya marekebisho ya posho mbalimbali ili zilipwe kulingana na ngazi ya mishahara ya watumishi husika, lakini na kukamilisha utoaji wa malimbikizo ya mishahara kwa maafisa na askari ambao bado hawajalipwa. Tunaendeleza jitihada za matumizi ya CCTV cameras magerezani, tunalenga kukamilisha gereza Lindi, Lirungu, Mtwara na gereza Bukoba, lakini pia gereza Tarime lililoko Mara. Tutakamilisha ujenzi wa mfumo wa kuhifadhi taarifa za wahalifu kama ambavyo nimegusia. Tumeanza na gereza Isanga, tunaongeza gereza Karanga. Baada ya mfumo kukamilika, tutaanza kufanya kazi na baadaye tutasambaa kwenye magereza mengine. Tunaendelea na kazi ya usindikaji wa vifaa vya upekuzi ya scanners kwenye magereza 9, na taarifa hizo nazo scanners tayari tumeshazipokea, na magereza tunayolenga sasa ni Butimba, Mwanza, Arusha, Mawili, Tanga, Lirungu, Mtwara, Rwanda, Mbeya, Uyui, Tabora, Lindi, Singida na gereza Iringa.
Tutaendelea kuimarisha matumizi ya mahakama mtandao ili kuhakikisha kwamba mashauri yanasikilizwa kwenye maeneo ya magereza ili kuondokana na changamoto ya kuwasafirisha mahabusu kwenda mahakamani. Ili tutaendeleza mashirikiano na taasisi nyingine za elimu na taasisi zote ambazo tunadhani mashirikiano hayo yanaweza yakawa na tija na kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya jeshi. Bado tutaendelea na utoaji wa elimu kwa jamii, na hii niwasisitize sana wenzetu wa habari, na nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba tunaielimisha jamii kwa vyombo tulivyo navyo, kwa zana tulizo nazo, lakini kwa wataalamu tulionao, ili jamii kwanza ifahamu vyema jeshi la magereza, ijue majukumu ya jeshi la magereza ni yepi, lakini iwe katika nafasi nzuri ya kushirikiana katika utekelezaji wa majukumu ya msingi, kwani jamii inayo mchango muhimu sana katika ufanisi wa utekelezaji wa majukumu yetu. Ukizingatia kwamba kwa kawaida mhalifu alikuwa kwenye jamii, mhalifu anatoka kwenye jamii, alikuwa kwenye jamii akatenda uhalifu, anakuja gerezani kwa muda, kwa maana ya kujifunza, kwa maana ya kurekebisha, lakini mwisho wa siku atarudi kwenye jamii. Kwa hiyo jamii bado ina mchango muhimu sana katika kuhakikisha tunatekeleza jukumu la urekebishaji kwa ufanisi. Lakini tutaendelea kudhibiti uzalishaji wa madini yasiyo ya lazima, na hii ni kudhibiti safari zisizo za lazima na uhamisho kwa kweli usio wa lazima, ili kuhakikisha kwamba madeni yanapungua na maeneo mengine. Kama nilivyogusia, watumishi yapo madeni mengi ambayo tunadai. Wenzetu waliostaafu pia bado yapo madeni mengi ambayo wanadai. Kwa hiyo tutaendelea na mkakati wa kuhakikisha kwamba safari zisizo za lazima, uhamisho usio wa lazima na shughuli nyingine ambazo zinazalisha madeni zisizo za lazima tuendelee kuzipunguza ili kupunguza madeni na kupunguzia serikali mzigo wa madeni. Lakini tutaendeleza jitihada za ukusanyaji wa maduhuli na tumepangiwa lengo la bilioni 1. Nashukuru mwaka wa fedha uliopita tulikamilisha lengo, lakini mwaka huu pia lazima tuweke jitihada kuhakikisha kama tunakamilisha lengo ambalo tumepangiwa na serikali. Lakini tutaendelea kuimarisha na kuziwezesha timu zetu kushiriki katika mashindano ya michezo mbalimbali na vikundi vya burudani. Na niongea na dawati la michezo, miaka ya nyuma kulikuwa na mashindano yanaitwa Mwambuku Cup, kama nakuwa nakumbuka vizuri, na baadhi ya vyombo wenzetu wanayo mashindano ya namna hii. Lengo la mashindano ya namna hii pamoja na kuweka pamoja na kufanya mazoezi, lakini pia ni maeneo ambayo tunaweza tukaibua vipaji vya maafisa na askari ambao wanaweza kutumika katika timu zetu. Tumeelekeza dawati la michezo waoke utaratibu mwaka unaokuja, tuhakikishe na sisi tunaanzisha mashindano ambayo pengine tutayaita CDP Cup au jina lolote tutakalokubaliana. Tunaweza kufanyika kikanda au kimikoa. Tutaleta maelekezo, lengo ni lile tu, pamoja na kufanya shikamani zaidi, lakini pia tunataka tuone namna gani ya kuibua vipaji kwa maafisa na askari ambao tutawatumia katika kuimarisha timu zetu. Tutaendelea kushirikiana na management ya Shima kusimamia na kuliwezesha shirika la magereza ili liweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Ufanisi wa Shima ni ufanisi wa jeshi la magereza. Shima ikifanya vizuri, jeshi la magereza litanufaika kwa namna moja ama nyingine. Kama ambavyo nimegusia, wameendelea kutoa fedha kiasi fulani kwa ajili ya kusaidia shughuli za uendeshaji wa jeshi. Kwa hali baadhi ya malengo au matarajio ambayo tunataka tuyatekeleze kwa mwaka ujao, mwaka 2026. Kabla ya kuhitimisha salamu zangu, himize sana swala la umoja, himize sana swala la mshikamano na upendo miongoni mwa watumishi. Ufanisi katika kazi unategemea sana ushirikiano, unategemea sana umoja, unategemea sana mshikamano miongoni mwetu. Mara zote nimekuwa nikisisitiza tunapaswa kuwa kitu kimoja, tunapaswa kuwa na mwelekeo mmoja katika utekelezaji wa majukumu ya kazi. Hii itasaidia kuleta ufanisi unaotarajia. Aidha, wakati wote
wote tuhakikishe tunafanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya utendaji kazi iliyopo, lakini pia kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa weledi, kujituma ili kuliwezesha jeshi kufikia malengo, na hii kwa maslahi yetu sisi kama watumishi wa Jeshi la Magereza, maslahi ya Jeshi la Magereza, lakini pia maslahi ya taifa na wananchi ambao tunawatumikia kwa namna moja ama nyingine. Bado tunayo nafasi ya kuongeza jitihada, bado tunayo nafasi ya kuzidi kushirikiana, kuzidi kushauriana kwa lengo la kuhakikisha kwamba yale ambayo tunadhamiria kuyafanya tuweze kuyafanya. Tunayo nafasi ya kuimarisha jeshi letu. Msimu mmoja nazungumza, hakuna mtu mwingine atatoka sehemu yoyote akashuka akasema sasa naenda kuboresha Jeshi la Magereza. Hapana. Msimu mwingine wanasema mjenga nchi ni mwananchi, na anayebomoa nchi ni mwananchi mwenyewe. Jeshi hili maafisa na askari, jeshi hili watumishi wenzangu, litajengwa na maafisa na askari wa Jeshi la Magereza. Jeshi hili litasonga mbele kwa jitihada zetu sisi. Mafanikio ya jeshi hili yatategemea sana mshikamano wetu, yatategemea umoja wetu, jitihada zetu na kujituma. Mwenyezi Mungu ametujalia kwa sasa hiyo iliyopo ndani ya Jeshi la Magereza. Kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana kwa umoja wetu, kwa ushirikiano wetu, tuweze kusaidia jeshi. Na kiongozi mmoja ndani ya Marekani, kama nakumbuka sasa, kuzungumza, sio unapaswa kujiuliza nchi yangu itanifanyia nini, wakati mwingine jiulize mimi nitaifanyia nini nchi yangu. Kwa mwanafunzi kwenye nafasi yako jiulize, nimefanyia nini Jeshi la Magereza? Kwa nafasi niliyopo nimesaidia kitu gani Jeshi la Magereza? Kwa wadhifa nilionao kuna kitu gani nimefanya kwa manufaa ya jeshi? Kwa utaalamu nilionao nimechangia nini katika manufaa ya Jeshi la Magereza? Na mara zote tutangulize maslahi ya jeshi, mengine yanafuata. Changamoto ya baadhi yetu, akipewa nafasi yeye anaangalia maslahi yake binafsi kwanza, ya jeshi yanafuata baadaye. Hapana. Tumeajiriwa na serikali na kwa sasa tunaitumikia Jeshi la Magereza, maslahi ya serikali kwanza, maslahi ya jeshi kwanza, mengine yanafuata. Kwa hiyo bado tuna kazi ya kufanya kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko ndani ya jeshi, tunasaidia jeshi. Jeshi likipata ufanisi, maafisa na askari wote na watumishi likipata ufanisi, sifa zinazopatikana ni sifa zetu wote, lakini kama kuna dosari wote tunanyosha kidole. Kinyosha kidole kamishna kwa sababu kumshauri, na wewe ni miongoni mwao kwa sababu kwa nafasi ya kumshauri. Kama ni sifa mbaya ni ya kwetu sote. Wanapenda kuzungumza pia, dhamana ya kuiongoza Jeshi la Magereza ni ya kwetu sote, sio ya mtu mmoja. Kwa sababu tu kwa muundo lazima kuwe na CGP moja, lazima kuwe na makamishna wanne, lazima kuwe na ma-DCP kwa idadi fulani, lakini wote tunayo dhamana, kila mmoja kwa nafasi yake. Kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja akitekeleza wajibu wake ipasavyo, kwenye nafasi aliyopewa, kwenye nafasi aliyoaminiwa, na uhakika jeshi litasonga mbele. Tuwe na utaratibu wa ufanyaji kazi wa matokeo. Napenda sana vizuri kufanya ukaguzi, kufanya mabaraza, lakini pia na ukaguzi kuangalia. Mara nyingi nauliza kwa gereza, kwa kwenye gereza hilo na miaka mingapi? Anaweza kukwambia miaka 5. Nauliza hebu niambie ndani ya miaka 5 kuna jambo gani unalotaka? Basema kweli ndani ya miaka 5 nimesaidia gereza. Na mwingine hamna kitu kabisa. Anatafuta majibu mfukoni. Tuwe na utamaduni, mmepewa dhamana, mmepewa nafasi ndani ya utumishi, basi ona namna gani siku unatoka kwenye eneo hilo, siku unatoka kwenye utumishi, ukigeuka nyuma unakutana na Mungu wako. Ukigeuka nyuma kuna alama umeweka, ukigeuka nyuma kuna jambo umefanya. Hata siku unapita usiseme
niliwahi kuwa ofisi ya utawala, nilichangia hiki ambacho kinaonekana. Niliwahi kuwa mkuu wa gereza, niliweka hata tofali mbili. Niliwahi kuwa RPO, nilisaidia upatikanaji wa 1, 2, 3, 4, 5. Ni hivi ambavyo tunaweza tukasaidia jeshi, hivi ambavyo tunaweza tukaleta maendeleo ndani ya jeshi, na hii ni kwa sifa yetu sote. Nihitimishe salamu zangu kwa kuwatakia nyote afya njema na heri ya mwaka mpya 2026 na mwaka huo uwe kwenye mafanikio. Baada ya kusema haya, ndio kuwashukuru kwa hili baraza, ili kwa kweli tuombeane heri wote ili tuweze kuanza mwaka huu salama na kukaribisha mwaka 26. Nadhani yamebaki masaa machache. Nirudie kuwashukuru tena na kuwatakia kila la heri. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kusikiliza na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Asanteni sana.